Basi tunaendelea na kitabu cha Mithali. Leo tuko katika ule mlango wa 14 kama tulivyosomewa na mtumishi. Mlango wa 14 wa Mithali una jumla ya mistari 35. Neno la Mungu ni kubwa. Tunaweza tusijadili yote moja baada ya moja, lakini tutapata makusudi ya Mungu kwetu kwa kutuandikia neno hili. Na baada ya hapo tunashauriwa twende kujifunza neno la Mungu hata kwa wakati wetu wa kibinafsi, kwa muda wetu tunapokuwa peke yetu. Twende kujifunza neno la Mungu. Mlango wa 14 unaongelea mambo karibu yale yale ambayo yaongelewa na mlango wa 13 na wa 12 na hata wa 11. Unaongelea maisha yenye hekima, kuishi kwa hekima, na kinyume chake kinyume cha kukosa hekima ni upumbavu. Maneno kama mtu mpumbavu, akili, maneno ya upumbavu haya watu wataki yatamkwe. Mungu akituona tunaishi maisha ya kipumbavu, lazima tuwe tayari kubadilika. Kwa hiyo ukiangalia mistari mingi tu ya leo, neno mtu mpumbavu, kwa mfano tuanze mstari wa kwanza. Na ukisikia neno limetumiwa na Biblia, usianze kusema kama ni neno labda la kutukana. Biblia inasema maneno yote ya Mungu ni safi. Yawe ni ya kukemea, ni safi. Yawe ni ya kutusifu, ni safi. Pia ujue mara nyingi Biblia haimsifu mwanadamu, kwamba mwanadamu uko safi mbele za Mungu. Hapana. Lengo la neno, kwa sababu Mungu ni mtakatifu, Mungu yuko juu sana. Kwa hiyo maneno yake mengi kimsingi yanakuwa ni ya kemeo, ni ya kukemea, ni aina ya kukemea zaidi. Lakini watu hawataki, wanataka wasikie kusifiwa. Sasa kwenye Biblia huyakuti, kwa sababu vipimo vya Mungu vya maisha yetu ni vya juu sana. Hapati sehemu ya kusifia mwanadamu mfanya vitu vikubwa sana. Unakumbuka kabla tuende hata kwenye mstari wa tutataka kwenda kwenye mstari wa kwanza, lakini tusubiri kidogo. Yesu alitoa mfano kwenye Luka 15. Alitoa mfano mzuri. Akasema ni nani ambaye ana mtumishi, mfanyakazi wake, ambaye anaenda shamba, anafanya kazi yake, kazi ngumu ya shambani. Kazi ya shambani sio kazi rahisi. Analima na palilia, anarudi amechoka. Akifika nyumbani kwamba sasa kama wewe ni yule bwana mwenye kutumikiwa, aliyemwajiri yule. Akifika nyumbani amwambia haraka umetoka shamba, umefanya kazi sana, pumzika, kula, alafu mambo yataendelea baadaye. Yaani kwa kuangalia zile sifa za kazi alizofanya. Anasema, "Je, si badala yake?" Yesu akihubiri. Anasema, "Je, si badala yake kwamba atamwambia jifunge unitumikie, ukishamaliza kunitumikia." Ametoka shamba amechoka, lakini anamwambia sasa badilisha, jiandae vizuri nitumikie, nile ninyo, nikishamaliza na wewe utapata kula na kunywa. Na yule mtumishi anatakiwa kimaliza asidai tena na kusifiwa juu yake, aseme mimi ni mtumishi nisiye na faida kwa sababu nimetimiza wajibu wangu tu, sina cha ziada nilichokifanya. Huo ni mfano wa Yesu Kristo. Huo ndio mfano wa kibiblia. Huo mfano unanihusu mimi, unakuhusu wewe, na tuhusu wote. Tunaelewana jamani? Ndio maana hiyo. Kwa hiyo tusitafute sana kusifiwa sana. Leo hii watu wakifika makanisani kazi ya kwanza ni kwanza kusifiana. Sasa haina ubaya moja kwa moja, lakini sio makusudi ya Kimungu. Sio makusudi ya Kimungu. Kwa sababu mfano anaotoa hata akina Petro amefanya kazi, na unaenda kasome Mathayo 20 na Mathayo 19. Amefanya akasema sasa bana, inaonekana nimefanya kazi leo muda mrefu. Mbona sioni malipo? Nitapata faida gani sasa? Yesu akamjibu. Akamwambia utalipwa, lakini usidai sasa hivi. Utalipwa katika ulimwengu huu na hata ule ujao. Kumtumikia Mungu si bure. Lakini sio kitu ambacho unataka sasa unakipata kila dakika. Hapana. Mungu anatulipa katika afya anazotupa. Mungu ametulipa kwa sehemu kubwa katika wokovu.
Mungu anatulipa kwa kadri tunavyotembea naye, tunavyokuwa naye, anatuepusha na mambo mengi. Kuna watu wengine usiku hawalali tu. Wengi tu. Unaweza kuwa unalisikia tu jambo la kawaida lakini yeye ni kulala tu anazunguka usiku wote. Usingizi wake, usiku wake ni anatamani ingekuwa mchana. Hawana uwezo wa kulala, hawana amani usiku. Mungu anatulipa katika mambo mengi, lakini kikubwa zaidi ametupa uzima wa milele bure ambao hakuna fedha. Ndio anatoa mfano, hii ni sehemu ya utangulizi, sijaanza kusoma ile mstari. Anatoa mfano ni kama mtu ambaye alisamehewa deni kubwa sana. Sasa baada ya hapo kwa sababu alikuwa na wadeni wake akataka kwenda kuwadai wale wadeni wake. Mungu ametusamehe deni kubwa, ametupa uzima wa milele. Huwezi sasa ukaanza kudai madeni yako na wewe kwa sababu tayari una deni kubwa uliyosamehewa ambalo usingeweza kulilipa, nisingeweza kulilipa. Kwa hiyo pia hilo tulizoee na vile vile tukiwa tayari kusikia sauti ya Mungu. Yale maneno, ile furaha kwamba hiki kitu nilikuwa nakifanya, Mungu ameniongoza nimekishinda. Hili kosa nilikuwa inakuwa ni furaha yako pia. Kile kitendo cha Mungu kukuwezesha, kuniwezesha kushinda dhambi fulani ambayo imewashinda watu wengine, ukaishi na amani ya Mungu. Ni malipo makubwa sana. Lakini ni agharabu sana utasikia Mungu anaanza kuwasifia wanadamu kwamba wewe uko vizuri sana. Wewe ninakusifia sana. Daudi alikuwa analia anaamka na ni mfalme. Kwa hiyo hii tabia ya kutokutaka kusikia. Kwa mfano hii imetokea katika neno mpumbavu. Kwa mfano mstari wa kwanza pana anasema hivi: kila mwanamke aliye na hekima hujenga nyumba yake, bali aliye mpumbavu huibomoa kwa mikono yake mwenyewe. Yeye atendaye kwa unyofu wake humcha Bwana, bali yeye mkaidi katika njia zake humdharau. Unaona anaunganisha vitu viwili kwa wakati mmoja. Anasema kuna mwanamke mwenye hekima, na hapa tuende moja kwa moja tujaribu kulichunguza hili andiko kwa undani zaidi. Maneno kama haya Mungu anaposema jambo anakuwa anahisi kuna tatizo hapo. Mara nyingi kwenye Biblia Mungu habagui, anasema watu wote anawaambia. Anaweza kaambia wanaume na wanawake kwa pamoja. Lakini akifika hapa anaangalia anasema kila mwanamke. Anaona kwamba kuna uwezekano wa kushindwa kuishi kwa hekima, mtu akaenda kwa upumbavu. Sasa mtu akiona neno upumbavu pale Mungu anaongea mambo mabaya. Mungu na hakumbuki kama ni Mungu aliyeongea, anafikiri ni mhubiri anayesema. Mtu mhubiri ndio mwenye kuandika hivi vitabu pia. Akiongozwa na Roho Mtakatifu wa Mungu. Kwa hiyo ni lazima tujitafakari. Leo hii anasema mtu ana haki, ana uwezo, ana maamuzi ya kuijenga nyumba yake, na anasema mwanamke, hapa sio mwanaume. Ana uwezo wa kuijenga na kuibomoa. Anasema akiwa mwenye hekima ataifanya nini? Ataijenga. Leo hii ukiangalia huu upande wa pili, bali mpumbavu huibomoa nyumba yake, ndio unaotawala. Ndio unaotawala. Kwa sababu kazi ya kwanza ya mwanadamu ni kutimiza makusudi yake aliyowekewa. Huwezi kumchukua kwa mfano mtoto kwenye nyumba ukampa jukumu la kuwa baba. Sio la kwake. Huwezi kumchukua baba ukampa jukumu la kuwa mama. Sio la kwake. Lakini siku hizi dunia ikimtumikia shetani imetengeneza, na kimsingi pia ni makosa ya wahubiri sisi, imeshindwa sasa kuwakumbusha watu makusudi yao ya kusimama kwenye nafasi yao ili kusudi ama wabomoe ama wajenge. Sasa anamwambia mwanamke na mabinti ambao bado labda hamjafikia kuwa hatua hiyo, anasema kuna mawili unaweza kuchagua. Kuishi kwa hekima ya Mungu na kuijenga nyumba yako, au kutumia mikono yako ukaibomoa. Leo hii kwa mfano kuna kitu inaitwa haki sawa kwenye nyumba. Haki sawa, huyu afanye hiki, huyu afanye huku, wote wanalingana. Biblia haijasema hivyo. Mimi hapa haki yangu niliyopewa ya kuishi nchi hii hailingani na tuseme kiongozi labda waziri au hata diwani. Diwani akija nina jukumu la mimi kutulia, yeye akaongea. Mungu amepanga hivyo kwamba ameweka mamlaka na uongozi.
Uwe unamtii uwe haumtii. Vivyo hivyo kwa mfano neno la Mungu linasema ninyi wake watiini waume zenu. Leo hii habari ya wake wanaowatii waume wao imefutika. Kwa jinsi hiyo inaleta sababu ya mwanamke mpumbavu anayevunja nyumba yake mwenyewe. Kwa sababu mambo hayaweza kaenda kinyume na neno la Mungu yakaenda salama hata siku moja. Sasa hivi ukienda katika nchi ambazo zinatunza kumbukumbu, nadhani hata Tanzania tumo lakini sina kumbukumbu. Lakini ukienda kwa mfano kama nchi ya Marekani, asilimia karibu 50 ya ndoa huwa zinavunjika ndani ya miaka mitatu. Na ukichunguza unakuta huu mstari unahusika moja kwa moja. Okay, na upande wa pili sio unajua ni matatizo ya wote, lakini twende tukalitafute kwenye sehemu gani tunaitafuta inasema kwamba kila mwanaume mpumbavu anaivunja nyumba yake mwenyewe. Huipati. Tukaitafute, nimetafuta mbadala wake ili kusudi nitafute hali fulani kama ya 50 kwa 50 nimeikosa ikabidi nihubiri hapa hapo hivyo. Sikupata huo mstari. Sasa sina maana kwamba maana yake ni kwamba kwa sababu dunia imeamua kwenda kwa mashauri yake. Sisi tunaomsikiliza Mungu twende kwa mashauri ya Mungu. Twende mbele tusome, na kabla kwenda mbele kusoma mstari wa pili anasema yeye aendaye kwa unyofu. Naona kwamba sasa inauhusika, anaunganisha na sentensi na mstari wa pili anasema yeye aendaye kwa unyofu wake humcha Bwana. Ndani yake lazima kuwa kuna neno la kumcha Bwana. Ndio sababu huwezi kusema kwamba huyu ni mpumbavu, huyu ni mwenye hekima nje ya kumcha Bwana. Nje ya kumcha Bwana. Mtu angalie mpumbavu ni mtu wa namna gani? Kwa sababu amesema kuna mpumbavu. Na ili neno la mpumbavu tuliangalie sehemu nyingine, tuunganishe na mistari. Kwa mfano tusome mstari ule wa 8. Ambayo ndo imekuwa chanzo cha nyumba kubomoka, imeletwa na upumbavu. Kwa mfano mstari wa 8 anasema akili za mwenye busara ni kujua njia yake, lakini upumbavu wa wapumbavu ni udanganyifu. Leo hii ndani ya ndoa kuna udanganyifu hali ya juu sana. Udanganyifu wa kimahusiano, udanganyifu wa kila kitu. Hakuna uaminifu. Na ukiuangalia unakuta unahusiana na mstari wa kwanza uliotoka kusoma. Sema kila mwanamke mpumbavu anavunja nyumba yake mwenyewe. Twende katika mlango wa 21 wa Mithali, mstari wa 19. Ni kitabu hiki cha Mithali, mlango wa 21. Neno la Mungu lazima tulisome katika upana wake. Unausoma pamoja na mwingine. 21 Biblia inasema mstari ule wa 19, Biblia anasema ni afadhali kukaa katika nchi ya nyika kuliko na mwanamke mgomvi mchokozi. Yaani ni bora mtu akae kwenye jangwa au polini kuliko kukaa katika na mwanamke mjinga mchokozi. Hivyo ndivyo ambavyo dunia inavifundisha. Leo hii wakina mabinti wakienda kuolewa wanawali anakutana na genge la watu wanaitwa si kitchen party. Linamfundisha vitu vingi vya ajabu. Sehemu nyingine nasikia, maki sijawahi kuingia lakini ilisemwalo lipo. Mimi kuna vitu naweza kusema kuhusu labda nchi ya China. Sijawahi kufika China lakini nasikia na naamini iko hivyo. Nasikia wa China wanakula nyoka. Kwa hiyo huwezi kaniambia kwamba sitasema hivyo eti mpaka nifike nimuone Mchina anaikamata na akata kichwa anapika. Kwa hiyo mimi nasikia na imesema mara nyingi. Wanaona kwambia kwamba hakuna mwanamke anayetegemea eti ndoa ni mafiga matatu. Anakuwa sikina mwanaume wa huku na wa huku na huku. Vinafundishwa. Nilikuwa nasikia yule si alikuwa bibi kidude si kwenye kipindi fulani cha TV, unakuta mtu anafundisha ujinga na watu wametulia wanausikiliza. Kweli ya Mungu iko hapa. Mungu anasema enyi wake watiini waume zenu. Naomba niongee kidogo, niulize swali rahisi sana. Na hili nitakuja kulihubiri huko mbele kama somo. Niulize kidogo ili tushuke kidogo tujadili kwa pamoja. Biblia inamwambia mwanaume enyi waume wapendeni wake zenu. Enyi wake watiini waume zenu. Japo dunia sasa ukienda kwa miti mingi anabadilisha, anasema mwanamke akiheshimiwa, kutii na kuheshimu kwanza ni vitu tofauti. Mimi hapa siwezi kumtii yule mtoto, lakini namheshimu kwa kiwango chake.
Kutii ni kule kupokea mamlaka yake, kupokea maelekezo. Huko ndo kutii. Kuheshimu ni kumpa nafasi yake ya haki kwa jinsi alivyo. Huko ndo kuheshimu. Sasa tujiulize. Hivi vitu viwili vikisha tenguka, lazima kuna matatizo hayawezi. Huyu asipofanya upendo na huyu asipofanya utiifu, vimeondoka. Au ukavigawanya akasema huyu afanye hiki na wote wafanye 50 kwa 50, umeondoka. Kwa sababu Mungu amesema hivyo. Unaweza kusema imeandikwa wapi? Twende katika ili kusudi tujadili. Nataka tufanye mjadala kuanzia hapo kidogo, alafu tutaendelea mbele. Tusome katika kitabu cha wa Efeso. Hii ni maarufu sana, huwa ni wa Efeso 5. Efeso ni baada wa Galatia. Efeso 5:22. Anaanza hivi: enyi wake watiini waume zenu kama kumtii Bwana wetu. Yaani kiwango kile cha kumtii Bwana. Leo hii kwa sababu watu hawamtii Mungu, ndivyo hivyo. Sasa hivi ukisema mke amtii mume kwa kiwango cha Bwana, kweli haweza kumtii. Kwa sababu watu hawamtii Bwana. Mungu anasema usifanye uzinzi, mwanamke anaenda afanye uzinzi. Mungu anamwambia mwanaume aseme usifanye uzinzi, anaenda afanya uzinzi. Wote tumtii Bwana, lakini anasema wewe wakati unamtii umtii kama unavyomtii Bwana. Kwa hiyo unaona kwamba lazima lile neno tunaloona katika Mithali 14 lazima litimie na kuvunjika. Na ni kwa sababu gani? Inaanzia kwa hawa hubiri. Hawasemi haya mambo. Akiona hapa anasema hapa akina mama hawatapendezwa na ziba. Anaenda anatafuta sehemu ya kurusha vitambaa na kuimba na kuserebuka na kuondoka kwamba ametoka kumtumia. Tusome haya nayo. Sasa nilikuwa nataka tujadili. Huyu amepewa jukumu la upendo. Huyu amepewa jukumu la kutii. Ni kazi yupi amepewa kazi ngumu? Kwa Mungu hatupi kazi tusioiweza. Wote nakuhakikishia wamepewa kazi zinazolingana. Lakini aliyepewa kazi ngumu ni mwanaume kimsingi. Unajua kwa nini? Mtu akwambie pale kuna mamlaka, kuna polisi hapa tulipo. Mtu akwambia kwamba naomba umpende polisi, mwingine akwambia naomba uwatii polisi. Ipi ni rahisi kuitimiza? Kutii. Huwezi. Upendo ni kitu cha kulazimisha sana. Nikimtii nitakuwa kama nimepewa adhabu kubwa. Hapana, kwa sababu amesema mimi siwapendi polisi lakini nawatii sana. Kwa sababu ndo mamlaka inavyosema. Anakuambia simamisha gari pale, unasimamisha. Je, unasimamisha kwa sababu wewe mpende polisi anapokusimamisha? Huwezi. Atakuwa anapoteza muda, atakuwa na kuhoja, sometimes utalipa na kifurushi. Lakini lazima kutii ni rahisi. Kutii ni bora kuliko kupenda. Haya, mtu akwambia tuchukulie kitu kama serikali. Serikali tuseme kama TRA. TRA ni mkono wa serikali wa kukusanya kodi. Na ni jukumu la wananchi kulipa kodi. Vizuri tu. Lakini mtu anamwambia kwamba wapende TRA wakiwa wanakuja kwako dukani, unawapenda, unafurahia, jamani karibuni kunywa na soda, mnataka hela zote mpeleka. Na wale kuambia kwamba sasa uwatii, wakwambia kwamba hapa unadaiwa, hapa unadaiwa. Kipi ni rahisi, kuwatii au kuwapenda? Kutii ni rahisi. Kabisa. Mtu anasema Biblia imempa mzigo mwanamke bwana. Kazi ya kutii ni ngumu. Hapana, imempa kazi huyu ya kupenda. Lakini huyu wa kupenda naye, na ndio sababu ukisoma katika Waefeso na katika Wakolosai. Nimechukua muda mrefu kufafanua hili ili kusudi angalau kwa wakati ulieleweke. Itakuja kuwa somo la kujitegemea kwa sababu ni kitu kizito sana, kinaharibu. Nyumba ikifa Biblia kanisa limekufa vile vile. Kabisa, huwezi kuwa na kanisa bila kuwa na nyumba iliyo kwenye msingi huu. Kwa hiyo tujue kwamba anaposema anaanza kwenye Efeso 5:22 anasema watiini. Ndicho kinachoanza. Haanzi ninyi waume wapendeni wake zenu. Akishamaliza Mungu ana sehemu ya kuanzia na sehemu ya kumalizia. Alianza na mwanamke mtii mmeo, akaja mume mpende mkeo, akaja ninyi akina baba msiwatishe watoto wenu, wapendeni vile vile. Haina maana kwamba usifanye chochote cha upande wa pili, kwa mfano kama kutii na kupenda, unafanya lakini sio jukumu lako la msingi. Kwa hiyo katika maisha kila siku ni rahisi kutii kuliko kupenda. Lakini sasa huyu mwanaume naye
kimsingi amepewa kazi ya kupenda. Sio kusema kwamba ni kazi ngumu sana. Sio ngumu kwa sababu gani? Kwa sababu ndiyo sababu siku wakienda kuoana mtafutaji wa mtu wa kwanza anayeanzisha wazo ni yule mwanaume. Ni wewe kijana ndio una faida. Kwa hiyo mwanaume angekuwa analetewa yoyote yule, kupenda ingekuwa ngumu sana. Lakini kwa sababu yeye ndiye aliyemtafuta. Alimtafuta. Kwani mtu anapoenda kutafuta mke anamtafuta kwa kigezo cha chochote kile nje ya upendo? Kwa hiyo siku hii familia ilianzia sehemu sahihi kwa sababu ilianzia kwenye upendo wa mume. Jukumu la pili lilikuwa ni hili la pili ambalo ni rahisi la kutii. Ndio ni rahisi. Kwa hiyo inakuwa ngumu kwa sababu hiki kitabu hakifunguliwi. Na hakifunguliwi kabisa. Watu wanaenda kwa mashauri yao. Tusome mstari ule wa 12 ikusudi tuunganishe na hapa. Anasema hivi. Mstari wa 12 Mithali 18 anasema iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu lakini mwisho wake ni njia ya mauti. Mara nyingi watu kwa sababu Mungu katoa utaratibu wa wawili kuishi katika ndoa hivi. Halafu watu kwa kumsikiliza labda Bikidude ama yule bibi anaitwa au jamii au kitchen party au marafiki au makundi mawili au walimu wanaohudhuria kufundisha mashuleni au dunia au magazeti au TV vyote vile kuisikiliza dunia, ile njia inakwenda hatimaye inaingiza watu katika maangamizo. Yesu Kristo atukuzwe. Kwa hiyo lazima tuwe tayari kumsikiliza Mungu. Njia za Mungu mara nyingi ukisikiliza, nisema ukweli, huwa mara nyingine unaona kama ni yani kama ngumu vile, lakini Mungu anasema hiyo sio ngumu. Anauliza, je, nyie mnasema njia za Bwana si sahihi, sio sawa, lakini je, ninyi nyumba ya Israeli, nyumba ya Yuda, je, njia zangu sizo zilizo sawa na njia zenu zisizo sawa? Njia za Mungu ziko sahihi. Leo hii unasikia kuna filosofia ya dunia ya kitu kinaitwa haki sawa ndani ya nyumba. Haijaandikwa hapa kwenye Biblia. Biblia inasema kwamba enyi wake wateni waume zenu. Ikitoka hapo hakuna ndoa. Haiwezi kawepo. Na kwa dunia ni vizuri kwa sababu ndio makusudi ya dunia. Ili kusudi watoto wakose mlezi. Hiki inatakiwa kiwe kigezo cha sisi kumsikiliza Mungu kwa sababu njia za Mungu ndizo zilizo sahihi. Tusome Mithali 25. Hii mistari tutakuja kukutana nayo lakini ngoja tuiunganishe na hapa ili kusudi tuendelee kwa 25 24. 25 24 anasema hivi. Mlango wa 25 mstari wa 24 Biblia inasema hivi. Anasema ni afadhali kukaa katika pembe ya darini kuliko katika nyumba pana pamoja na mwanamke mgomvi. Asiyetii, kukosa kutii ndio ugomvi. Nimetafuta mstari kama huo unaosema kinyume chake kwamba ni afadhali ukaa peke yako sijui kuliko mwanaume mgomvi. Sioni humu. Nimeitafuta sijaona. Je, wanaume sio wagomvi? Ni wagomvi sana. Sana. Wanalewa. Kisha lewa wanagombana. Lakini anaweza kaja usiku akasumbua. Amezoea kwenye mpira, ameangalia mpira wa kwanza, wa pili, wa tatu, anakudanganya sema nilikuwa kazini. Lakini huutafuti kwa sababu ukauona humo kwa sababu yamkini Mungu aliona kwamba labda halikuwa tatizo la msingi. Ngoja nianze na msingi wa hii nyumba kwanza. Wa kutumia mikono yako kuivunja na kuijenga, kuibomoa na kuisimamisha. Anaendelea. Twende sasa turudi tuendelee na mlango wa 14. Mstari wa 4 nitaunganisha na mstari wa 28. Anasema hivi. Anasema zizi ni safi ambapo hapana ng'ombe bali nguvu za ng'ombe zaleta faida nyingi. Huu ni mstari ukiangalia mstari wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa 4 kwa msomaji anaweza kufikiri kwamba ni sentensi tu, ni mistari imeachana. Mungu anaiunganisha. Ameanzia katika utii na kujenga nyumba, akaja unyoofu wa kumcha Bwana,
Akaja kaongelea mstari wa 3 anasema kinywa cha mpumbavu mna fimbo ya kiburi. Akaja mstari wa 4 akaunganisha na zizi. Anasema zizi ni safi ambapo hapana ng'ombe bali nguvu ya ng'ombe zaleta faida nyingi. Mungu anachotaka kusema ni mstari ni mithali hii, ni mafumbo. Lakini lazima tutumie roho wa Mungu, tumtumie roho wa Mungu kujua Mungu alikuwa na makusudi gani. Anaongelea kitu cha msingi. Anasema zizi ni safi lakini nguvu ya bila ng'ombe. Nguvu ya ng'ombe. Leo hii kuna mafundisho, sio mafundisho, kuna tuseme ni kama hekima ya dunia. Kwamba hapa alikuwa anaongelea kujenga nyumba. Kwamba ndani ya nyumba kuwe kusafi. Kuwe kusafi, kusiwe na watoto. Mungu anawalinganisha na watoto. Mungu analinganisha watoto nyumbani na ng'ombe katika zizi. Leo hii hekima ya dunia inasema wanawake wafunge vizazi na waume zao wamekubaliana vile vile. Ili kusudi iweze kuleta andiko hili kwamba hakuna ng'ombe ni pasafi panavutia, hakuna jukumu la kulea watoto. Watu wanaona kulea mtoto ni kazi ngumu sana. Lakini anasema ng'ombe wakiwepo japo watalichafua lile zizi inaleta nguvu, inaleta ndio uhai. Huwezi kuwa na zizi lisilo na ng'ombe. Lakini ng'ombe wakiwepo si wanachafua. Sasa leo hii waweza kukwambia wewe mpeleke mtoto unimpeleka akakae kindergarten sio akakae boarding ili kusudi zizi liwe safi nisiwe na mjukumu. Anasema lakini utakuwa huna ng'ombe. Huna uzao. Ndio mwaniko wa hili neno ni neno la fumbo linaloelezea huku nyuma. Na ni matokeo ya hii hekima ya dunia ya kuondoa jukumu la mume na mke. Anasema wote ni sawa. Leo zamu yako ya kupika, kesho zamu yako ya kulea. Sasa hivi unakuta kuna siku sijui wakina baba duniani unakuta baba amevalishwa amepewa mtoto mgongoni abebe, anaonekana ndio baba safi. Biblia haijasema hivi. Kazi ya baba ni kuwa mlinzi. Huwezi kuwa amebeba mtoto kwa mlinzi, mtoto atauawa na adui. Kazi ya baba ni kuwa hana mzigo mgongoni, lakini ana jukumu la kulinda ile nyumba. Aheshimiwe vile vile. Wakija wakakuta adui watakapokuja kukuta baba amebeba mtoto anasema huyu ni mwanamke mwenzake. Hana. Mungu ameadhimisha. Ndio sababu kwenye nchi Mungu kwa mfano ameweka wanajeshi. Ukutana nao hukuti mtu nyoronyo. Wote ni wakakamavu, wamevaa, wana mabuti. Yaani buti lake ni Isaya kupiga tu hivi anavunja taya. Ukimwangalia utaona ni kama mtu mbaya lakini ana jukumu lake la ulinzi. Lakini ni haki sawa. Tunataka na askari wa siku nyingine wawe ndio dhaifu sisi tuonekane. Hapana. Askari anatakiwa endelee kuwa askari awe na nguvu muda wote mpaka anastaafu. Ukisha geuza majukumu hili ukampa huyu basi umemaliza kazi. Umempa shetani ushindi wa mezani. Ushindi wa mezani. Leo hii kile tu kitendo cha kumtoa mama katika jukumu la kulea ya familia ukamwambia aende akafanye kazi kama baba tayari umeshamaliza kazi. Umeharibu kila kizazi kinachokuja. Leo hii unajua watoto wameharibika. Wewe mtoto hana muda na mzazi wake. Atajifunza nini uzuri? Haipo. Tende mbele kidogo. Ama somo tutasoma. Turuke kidogo tufike. Wewe kitu cha kwanza ilikuwa ni hekima dhidi ya neno upumbavu. Hekima dhidi ya upumbavu. Mungu anataka tuwe wenye hekima. Na hekima sio kitu kingine. Hekima tusome Mithali. Hekima ni nini? Tushaiona lakini tuirudie. Mithali 10 Mungu alifafanua maana. Mithali 9 actually. Mithali 9:10 Mungu alifafanua maana ya hekima. Anasema hivi. Mstari wa 10 anasema kumcha Bwana ni mwanzo wa hekima na kumjua mtakatifu ndio ufahamu.
Ukitaka kujua mtu ambaye leo hii dunia ina ufahamu au haina ufahamu? Dunia haina. Kwa sababu anasema ni pale mtu anapomcha Bwana na kumjua mtakatifu, kumjua Mungu wako. Mungu anataka nini? Leo hii dunia imetawaliwa na ulevi. Imetawaliwa na udanganyifu. Imetawaliwa na uongo, imetawaliwa na uzinzi, imetawaliwa na uasherati, imetawaliwa na kujisifu na kujitumainia, imetawaliwa na urafi, imetawaliwa na rushwa. Hivyo ndio vitu. Leo hii mtu akipata kazi, kama kazi yake haimpi nafasi ya kula rushwa, ile kazi anaona ni kazi mbaya. Leo hii mpaka watoto wadogo, ili kazi ulikuwa unajua anakuambia unataka kusomea nini? Anakuambia nataka nikasomee kuwa nani nisome masomo ya kodi. Mtoto mdogo umejua saa ngapi kwamba kodi itakulete asomee kodi. Zamani tulikuwa tunategemea kama mtoto mwambie nataka kuwa labda daktari, niwe nesi. Kwa sababu anaona dalili kwamba hawa watu wanaenda kumtumikia Mungu. Yamkini hawana nafasi kubwa sana ya kula rushwa. Japo nao wanakula tu. Nesi siku hizi mtu anaweza kumfia mbele yake kwa sababu hajampa 500. 1500. Lakini naambia mtoto mdogo hajamaliza hata anasema anakuambia mimi nataka nije kufanya kazi TRA. Umejua saa ngapi? Biblia inasema ole wenu watoza ushuru na wenye dhambi. Kwa hiyo unaona kwamba dunia, jamii zetu zimechafuka kiasi kwamba zinaanzia katika umri mdogo. Kwenye nchi ya Sodoma na Gomora wale malaika waliokuja kumtembelea Lutu anamwambia nchi yote ya Sodoma na Gomora wakubwa na watoto wote walikuja ili kusudi wafanye ushoga na wale malaika. Ndipo kiama kiwapata na watoto hawakupona. Siku hii hata watoto wadogo wana vipando vya dhambi ndani ya maisha yao. Unakutana na mtoto mdogo baada ya kusalimia unakuta yuko anataka kufanya kama kungufu, anataka kutoboa na macho hivi. Unajua kuona kwa sababu ndicho alichofundishwa. Kwa sababu hakupewa nafasi ya kufundishwa na kujua. Leo hii watoto wanauana. Unasikia watoto fulani wamemuua mwenzao, mabwenini, shuleni. Hii kitu ipo haipo? Ipo. Wengine wanabakana. Nilikuwa nasikia si jana si juzi Kenya. Watoto walikuwa mabinti walikuwa wanamuua binti mwenzao, si walikuwa wako wengi sio 50. Eti wanagombania matendo kama hayo machafu. Mashuleni na wamekamatwa wako ni wadogo alafu. Ni kipimo cha kwamba dunia imeenda mbali sana na Mungu. Ni kipimo kwamba hawa wanaofungua vinywa vyao hawasomi maneno ya Mungu, wanasoma matamanio ya mioyo yao. Tukubali tusikubali, watu sasa hivi wahubiri wanahubiri matamanio ya mioyo yao, wanahubiri vile vitu ambavyo watu wao wanataka kuvisikia. Anasema katika Isaya 30:11 anasema msituambieni mambo ya haki, msituambie haki ya Mungu, tuambieni maneno laini, tuambieni maneno ya danganyayo. Ndio wanachotaka kusikia. Na ukimwambia anakupa unachotaka, alafu unamlipa masadaka mauongo mwingi. Alafu dunia inaenda kuchafuka. Dunia inaenda kuchafuka. Sasa hivi kuna makanisa ni mengi sana. Kwa kweli mimi niko na makanisa sioni ubaya. Kama vile yalivyo maduka, yalivyo nini niseme ya kupata huduma ya kiroho. Lakini kadiri makanisa yanavyoongezeka na wahubiri wa kwenye TV na kila sehemu, ndivyo dunia inavyoendelea kuharibika. Na ikianza na hao wanaohubiriwa, Wakristo ndio wachafu. Ndio waovu. Wakristo wa Tanzania bara ndio wararushwa kuliko ndugu zao Waislamu wa Zanzibar. Ndivyo ilivyo. Kiwango cha rushwa Tanzania bara ambapo Wakristo wamekuwa wengi
kimsingi katika namba ndipo kuna kiwango kikubwa cha rushwa. Unaweza kusema sasa unataka mambo yawe hivyo, nataka hapana, nataka wote waifikirie wokovu. Waislamu wa Zanzibar wamjue Yesu Kristo wapone na hawa Wakristo waache uovu wao, na yamkini hawawezi kaacha. Tutakuja kusoma, nafikiri ni somo la Jumapili. Tutakuja kusoma kwamba ukishaanza kuisikia sauti ya Mungu, alafu ukaifanya yani ukaidarau au ukaichezea tu, ile nafasi uipati tena. Uipati mara ya pili. Ndio sababu anasema watu walio wachafu waendelee kuwa wachafu, walio wasafi waendelee kutakasika, watakatifu waendelee kutakasika. Unasema kwamba lazima kuwe na tofauti. Kwa sababu hawa walio msikiliza Mungu afu wanataka kulidharau neno la Mungu, ndio sababu matokeo yake yanakuwa mabaya kuliko wale wasio na Mungu kabisa. Hawa ambao hawana Yesu Kristo nao wako kwenye hukumu vile vile ya moto, lakini inakuwa sasa ni aibu, ni kitu cha ajabu kwamba hawa wanaojifanya wana Yesu ni wachafu kuliko wale ambao wanahitaji waje kwa Yesu. Sasa utamfundisha nini sasa? Wewe Mkristo ndio unavaa uchi kuliko yeye. Wewe ndiye mdanganyifu kuliko yeye. Wewe ndiye mrarushwa kuliko yeye. Wewe ndio una magonjwa maukimwi kuliko yeye, alafu nataka kumpa neno la Yesu Kristo. Hawezi kalipokea. Na kwa jinsi hiyo anaendelea kupotea kwa sababu huyu amepotea zaidi. Kapotea. Mtu asiye na Yesu Kristo hata kama anatenda maisha mazuri, anajifunika ambayo amepotea vile vile, anaenda katika moto wa milele vile vile. Sasa ni jambo kidogo gumu, lakini ndivyo ilivyo, ndivyo maandiko kwenye kitabu hiki ninachokisoma. Kwa hiyo tusome, kwa hiyo tumetoka kuona kwamba tulikuwa kwenye Mithali 14, tukarudi nyuma kidogo Mithali 9:10 kwamba kumcha Bwana ndiyo hekima. Tuangalie mpumbavu maana yake nini? Mtu anaweza kusema labda mpumbavu nini? Mpumbavu, dunia unajua haya maneno, Biblia inaongelea hekima, inaongelea busara, inaongelea mpumbavu, inaongelea mwenye haki, inaongelea vitu vingi. Mungu ana maana ya kila neno tofauti na ile ya dunia. Dunia inasema mpumbavu sio mtu ambaye labda hajaenda kusoma vitabu vya duniani. Sio kusema kwamba ni mtu ambaye haonekani kwamba ana hekima ya kuongea maneno ya mazuri yenye kuvutia hisia za masikio, hapana. Mungu anasema mpumbavu. Biblia Zaburi ya 10 na twende kwenye Zaburi ya 14, twende kwenye Zaburi. Zaburi ya 14 ni mstari maarufu sana, mstari wa kwanza. Na Zaburi ya 53 anasema hivi: mpumbavu amesema moyoni mwake hakuna Mungu. Ndio maana ya mpumbavu. Mtu anaishi kama anajitegemea mwenyewe. Hazijui sheria za Mungu na kusema hakuna Mungu, hakuna maana kwamba unasema Mungu simkubali. Ni kile kitendo pia cha kuishi bila kutaka kuisikia sauti ya Mungu. Unajua Mungu anasema hiki, Mungu anasema hiki. Mungu amezuia uzinzi, uasherati, uchafu, rushwa, uongo, udanganyifu na nini, alafu mtu anaishi kwa namna hiyo. Huyo ndiye mpumbavu kwa sababu Mungu amesema hivi, mtu anamkaidi Mungu. Na hilo andiko kwa vile Mungu ametaka tulisikie mara nyingi, anairudia tumeona katika Zaburi ya 14, tuende katika Zaburi ya 53. Anasema hivi: mpumbavu, mstari wa kwanza. Mpumbavu amesema moyoni mwake hakuna Mungu. Analirudia vile vile. Leo hii dunia inakaliwa na watu wenye hekima au inakaliwa na wapumbavu? Dunia inakaliwa na wapumbavu kwa sababu watu wanataka kwenda kwa jinsi zao wenyewe, hawataki kusikia maongozi ya Mungu. Leo hii wewe niseme kitu fulani ambacho kidogo labda nitakuja kulihubiri pia kama somo. Sio muda mrefu, ili halitapita wiki 3. Sasa hivi dunia, ukienda katika ile miji mikubwa ya ulimwengu, nenda New York, nenda London, nenda Berlin, Germany, nenda Paris, France, nenda Roma, Italy, nenda Madrid, Spain, nenda kila sehemu, nenda katika miji midogo, nenda katika vijiji, nenda hata hapa Kampala, Uganda. Sasa hivi kwa mfano mwezi wa 6 ni mwezi maarufu na kila wakati ile ni kama kilele tu. Watu
wanatoka katika mamia na maelfu, watu walika la ujana, watu wakubwa, wadogo, watoto, wanashika mabendera, wanavaa manguo ya ajabu ajabu, wanawake wanavaa kama wanaume, wanaume wanavaa kama wanawake, wanapiga ngoma, wanasindikizwa na mapolisi, wanasindikizwa na mamlaka na wakuu si wa mikoa wa mataifa hayo na nini. Ni siku ya mashoga. Mashoga walipokusanyika katika wingi wao, Biblia inasema katika Mwanzo 19 Mungu alileta kiberiti na moto kutoka mbinguni ukawaunguza ni mji unaojulikana kama Sodoma na Gomora. Na hivyo sasa katika nchi ya kale ilikuwa katika nchi ya Sodoma na Gomora peke yake. Lakini sasa hivi ni dunia nzima. Na sasa hivi mataifa ya mambo haya yalikoanzia yanalazimisha na yapo tayari. Hata kwenye mitandao sasa hivi tutasikia kuna fulani chini, kuna maneno kama ya matani kwamba siji fulani ni shoga, siji basha, siji maneno yasiyoeleweka. Hivyo vitu vinasema, lakini tutashtukia tayari ndicho kinacho itawala dunia. Ndicho yani ndio hekima ya dunia. Kuna kitu inaitwa zile rainbow color au rangi za upinde wa mvua. Ziko upinde wa mvua huwa una mistari 7, una rangi 7. Lakini wao wana nembo yao ya mistari mingapi? 6. Utaiona kwenye magari, utaiona hata katika makanisa unakuta wamechora, wamepamba zile rainbow. Yaani manaki haya makanisa yamepamba hapa ni nyumbani. Na kutokujua wakati mwingine wanakuwa wanajua wachache. Unakuta kwamba watu wanakaribisha ushoga mpaka kwenye madhabahu yao. Hicho sio madhabahu yao, ni madhabahu ya shetani. Haiwezekani unafika sehemu fulani katika umbumbumbu mpaka unapamba rangi za mashoga kwenye makanisa, nyingine unakuta ndio zimepamba kwenye vyombo vya ala za muziki. Nishaviona. Alafu niambie, Bwana, hapana. Unamsifu shetani katika kiwango cha hali ya juu sana. Wengine wanajua, wengine hawajui, na wote wanahukumiwa sawa sawa. Katika somo la leo, tuendelee mbele kidogo tumalize. Katika somo la leo, mistari mingine inajirudia. Kwa mfano mstari ule wa 9. Mstari wa 9 anasema, wapumbavu huidharau hatia, bali upo upendeleo kwa wenye haki. Huu mstari naomba niusome katika kitabu cha King James. Unajua tuna matatizo mengi. Tuna wahubiri wasiohubiri kweli ya Mungu. Tuna Biblia zilizochakachuliwa. Yaani tutaponea wapi sasa? Anayehubiri anahubiri uongo au anaficha kweli ya Mungu, anafikiri Mungu hapendi watu, hiki kitu nikikisema watu wataonekana vibaya. Mungu amekiandika, yeye anamchagulia Mungu nini cha kusema. Alafu anaitoa katika Biblia iliyokosewa katika kila sehemu. Kwa nisome katika mstari katika King James 9 hapa. Anasema hivi. Mstari wa 9 Mithali 14 ya leo anasema hivi. Anasema fools make a mock at sin, but among the righteous there is favor. Fools make a mock at sin, but among the righteous there is favor. Okay, nisome tena. Anasema wapumbavu huidharau hatia. Haja sio maana hiyo. Hatia neno hatia na dhambi maana yake ni sawa? Hapana, moja ni imelainishwa, nyingine imeongezwa. Hatia ni hatia. Japo hatia unaweza kusema ni aina fulani ya dhambi, lakini ni sio katika hukumu ya kimungu. Anasema kwa Kiswahili, kwa King James, anasema fools make a mock at sin. Anasema wajinga kumoko ni kama Kiswahili chake kidogo ni kigumu. Ni neno kumoko nifanya ni kama ili neno kidogo kuna Kiswahili chake nimekisahau. Ni neno hatujazoea kulitumia sana. Lakini ni kama unajua, kwa mfano watoto wanapokuwa wanakaribia kumaliza shule, wao wanafanya mitihani inaitwa mock exam. Ni kitu cha mfano, yani ni kama
kuigiza kwamba tuone kwa mfano kama tungekuwa tunafanya mtihani tungeviwezaje wa kweli. Alafu baadaye ndo wanaofanya. Kama jaribio. Ni kama majaribio, lakini katika maana hii anasema wapumbavu ni kama wanaichezea dhambi. Ni kama kuchezea mfano kufananisha kitu. Wanafanya ngoja nione hiki ubaya wake uko wapi. Sasa kimsingi Mungu anasema na ndivyo dunia ya leo ilivyo. Unakuta mtu anaishi katika uzinzi wake, anacheza na dhambi. Alafu kesho na kesho kutwa anataka awe salama, anataka mambo yake yafanikiwe. Yasipofanikiwa ndo anaenda kwa machungaji amejaa hapa Dar es Salaam, yametokea Nigeria, mengine yametokea wapi kuzimu na wapi. Anataka abarikiwe na huyo ambaye anafanya mambo yake. Kwa sababu Mungu huwezi kuwa unachezea dhambi. Unaikejeli dhambi kana dhambi hii haiwezi kufanya chochote. Halafu Mungu akawa na sisi hata siku moja. Okay, kwa hiyo mstari wa 9 ulikuwa ni kwa habari za maisha ya upumbavu. Tusome maisha mstari mwingine sio. Mstari wa 18. Anasema wajinga hurithi upumbavu, bali wenye busara huvikwa taji ya maarifa. Mungu anaongelea busara na upumbavu. Mungu akimaanisha kwamba hiki ni kizuri, hiki ni kibaya. Lakini pia busara pia kipimo cha dunia tushawahi kuona neno busara katika viwango vya dunia na vya Mungu ni tofauti. Tufungue wote katika kitabu cha Mathayo 10. Twende haraka kidogo, muda umeenda. Mathayo 10 Mathayo 10:16 anasema hivi. Anasema angalieni mimi nawatuma kama kondoo kati ya mbwa mwitu, basi iweni na busara kama nyoka na kuwa wapole kama hua. Neno busara ukiliangalia unaweza kufikiri ni neno zuri sana. Lakini Mungu anasema kwamba nyoka ana busara. Na leo hii dunia inafundisha wanadamu maisha ya busara ya nyoka. Umwambie mtu maneno hata kama ni ya uongo umfurahishe. Ndizo busara wanazofundisha makanisani, ni busara za nyoka. Ile busara aliyoifanya nyoka akamdanganya Eva mpaka Eva kaingia kingi. Ni busara ya nyoka hii. Maana nyoka asingekuja kwa busara Eva angemshtukia. Ndio busara zinazofundishwa makanisani. Lakini Mungu anasema juu ya busara ambayo nyie mnafikiri ni jambo zuri, wekeni na upole. Wekeni na hekima ya Mungu. Biblia inasema hekima ya dunia ni upumbavu mbele za Mungu. Kile kitu ambacho dunia inakiona ni hekima. Yale maneno nasikia Obama ametoa maneno ya hekima. Sijui ameandika kitabu kinaitwa The Dreams from My Father. Mengine ameandikwa na Nelson Mandela. Yale maneno kwa macho ya kibinadamu naomba tuache kuzunguka Naomba catching. Kwa macho ya kibinadamu yale maneno kwa macho ya kibinadamu ni hekima. Obama amesema maneno fulani. Watu wanayaandika kwenye diary zao. Hapana, kuna maneno ya hekima ya Mungu yamejaa kwenye Biblia. Kuna maneno ya hekima ya Mungu yamejaa kwenye Biblia. Biblia inasema hekima ya dunia kwa Mungu ni upuuzi. Kwa hiyo kuna mistari mingine ambayo imo katika somo la leo. Leo pia Mungu anaongelea habari za Hebu tufunge kwa kusoma mistari michache ya leo. Tusome mstari ule wa 27 anasema hivi. Anasema kumcha Bwana ni chemichemi ya uzima ili kuepukana na tanzi za mauti. Leo hii
Na mara nyingi sana ukiangalia watu wanaoishi maisha ya kiburi chao. Sasa hivi kuna watu wanaitwa sijui wasanii, wanaitwa kioo cha jamii. Wanaishi yani anaweza kaenda hata kwenye TV akaeleza jinsi na mwanamke huyu yani akatangazia dunia. Lakini Biblia inasema kumcha Bwana ni chemichemi ya uzima. Hayo maneno anayokuwa anatangaza na itangazia dunia hayamchi Bwana. Kesho na kishokutwa angalia idadi ya wasanii wanaokufa katika umri usiofikisha miaka 40. Usiofikisha miaka 35. Kwa kiwango kikubwa sana. Kwa sababu lazima tunavyoendelea kumcha Mungu tunaendelea kujiongezea hesabu ya maisha yetu. Lakini pia naongelea kutenda maneno mazuri, kuwatendea watu hasa wenye uhitaji. Kwa mfano anasema hivi. Kwa mfano anasema mstari ule wa mstari wa 21 pale anasema hivi, amdharauye mwenzake afanya dhambi, bali amhurumiaye maskini ana heri. Mungu anatudai pia tuangalie wenye uhitaji. Mara nyingi ni neno ambalo Mungu analiongelea sana na limo katika kitabu hiki cha Mithali mara nyingi na tunaiona katika sura ya 14. Katika sura hii ya 14. Na katika kufunga kabisa tutaurejelea ule mstari wa 12 anasema hivi, anasema iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu lakini mwisho wake ni njia za mauti. Yule kijana ukisoma katika kitabu cha Luka 15 mwana mpotevu alifikiri kwamba akidai urithi wake kabla baba yake kufa kwanza akaenda ataenjoy maisha huko duniani. Akaenda akafanya hivyo ni kwa sababu alimkumbuka Mungu baadaye, lakini alikuwa afie kule. Anasema mwanadamu mara nyingi mara nyingi binadamu tunataka tutumie njia zetu wenyewe. Yaani jinsi tunavyoona mipango yetu. Lakini anasema mara nyingi ile mipango ya mwanadamu na ndicho watu wanachotaka kusikia. Usiwaambie mambo ya Mungu. Anakuambia mimi nafikiria hivi. Lakini anakuambia hiyo njia mwisho wake ni mauti. Leo hii kumwambia kijana kwamba kuishi maisha ya uzinzi na uasherati inaishia katika mauti ya rohoni na mwilini, anaona kwamba umemwonea, umemnyima muda wake wa anasema kuenjoy ujana, si nini? Unaenjoy shetani. Kwa lugha nyingine anasema iko njia ionekanayo ni salama, ni nzuri, ni safi machoni pa mtu lakini mwisho wake ni mauti. Na sasa hivi vizazi vinaangamia na vitaendelea kuangamia. Na nyakati hizo zinakuja, zipo na zinaenda kuongezeka zaidi. Tufunge kwa kusoma kitabu cha Isaya, baada ya hapo tutasema tena. Isaya 5:21 Biblia inasema, Isaya 5:21 Biblia inasema, anasema ole wao wenye hekima katika macho yao wenyewe na wenye busara katika fikira zao wenyewe. Ili neno hili linaigusa dunia nzima. Mungu anasema ole wao, unataka kufikiria una busara yako, una na hekima yako. Mungu anasema ni ole. Mungu anasema hiyo ole sasa ataitimiza lini? Mungu ataitimiza katika mauti ya wanadamu. Ndio sababu wanadamu actually kifo kilitokana na watu kudhani wao kuikaidi sheria ya Mungu. Na baada ya kifo cha mwilini kuna kifo cha rohoni, hukumu. Haya maneno yako humu. Hakuna ambalo tumelitunga. Na haya maneno kabla sijakwambia wewe najiambia kwanza mimi. Basi tutaishia hapa. Mungu tunakushukuru tena kwa kutupa nafasi ya kujifunza maandiko yako. Tunaomba Mungu maneno haya yakatende makusudi yako katika maisha ya kila mmoja wetu.
Na bariki kila mmoja ambaye amejihudhurisha, bariki na hata yeye anayetufuatilia kutoka mbali. Asante kwa sababu Mungu wa mbinguni, maneno yako hayatakurudia bure, bali yatatimiza makusudi yako, yatatimiza wokovu, yatatimiza uzima wa milele, yatatimiza utii kwako Mungu wa rehema, yatatuongoza katika kuishinda dhambi ambayo ndiyo dunia inaitafuta na kuifurahia. Mungu, asante kwa kutupa wokovu bure na kutukusanya jioni ya leo. Ni katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu tunapokea. Amen.